moja ya kitu kinachoumiza sana watu katika mahusiano ni kuumizwa na watu wanaowapenda. Sasa nimefanya utafiti, nimekuja kugundua sio kwamba watu wana shida sana ya kupendwa, ama sio kwamba wanaume wenye mapenzi ya kweli hawapo ama wanawake wenye mapenzi ya kweli hawapo, bali hao watu wenye mapenzi ya kweli na sisi, inatokea kwa bahati mbaya tu sisi hatuwapendi hao watu na tunawapenda watu wasiotupenda. Ndio ile unasema kwamba unayempenda hakupendi, anayekupenda haumpendi. Hiyo ndio changamoto kubwa sana wanaokumbana nayo watu katika mahusiano. Sasa kutokana na hiyo leo nimeamua nije na somo zuri sana la kukusaidia wewe unayesumbuliwa na mapenzi, kuanza kujifunza kumpenda mtu anayekupenda ambaye wewe upendi na kupenda mtu asiyekupenda. Sasa kwa namna gani unaweza kumpenda yule anayekupenda ambao wewe umpendi? Kuna mambo matatu leo nitakwambia ambayo yatakusaidia sana kumpenda mtu anayekupenda ambaye unadhani haumpendi, na kutokea hapo utaanza kuyafurahia mahusiano. Sawa? Jambo la kwanza litakalokusaidia wewe kumpenda mtu usiyempenda ambaye yeye anakupenda ni kujipenda wewe kwanza. Na ninaposema kujipenda, watu wengi wanaweza wakafikiria wakaenda mbali kabisa. Kujipenda wanaweza wakafikiria kwamba kujipenda kunahusiana nini na mimi kumpenda mtu nisiyempenda. Lakini kujipenda kutakusaidia wewe kuweza kudadavua ama kupata maarifa mapana ya kujua, je, ni sawa kuwa na mtu asiyekupenda kwa sababu tu wewe unampenda ama sio sawa? Sasa utajuaje kama sawa ama sio sawa? Kwa sababu utajitakia mazuri. Watu wengi wapo katika mahusiano na watu wasiopendwa nao. Yaani unampenda mtu ambaye yeye hakupendi lakini bado unang'ang'ania. Hii ni kwa sababu umepoteza ule uwezo wa wewe kujipenda mwenyewe na kujipa kipaumbele. Kwa maana gani? Ukijipenda hautapenda kujiona unaumia. Ukijipenda hautapenda kujiona unateseka. Ukijipenda hautapenda kujiona unapotea. Sasa utaweza kufanya hivyo kama utajipenda. Lakini leo watu wengi wanateseka kwa sababu hawajipendi. Hawapendi, yani hawajali kuona wanaumia, hawajali kuona wanalia. Sasa nifahamu, kwa jambo la kwanza litakokusaidia wewe kumpenda mtu ambaye anakupenda ila wewe haumpendi ni kujipenda. Sasa ukijipenda utajua unajitakia kitu kizuri. Kwa hiyo jambo baya utaweza kulifanyia maamuzi na sio kukubali kuumia eti kwa sababu unampenda mtu fulani ambaye hanipendi. Lakini hiyo itakusaidia kuweza kujali kwamba huyo unayempenda, je, anakupenda? Na kama hakupendi, utaweza kukipata unachodhani unastahili kupata ama ulichokifata? Itakusaidia ku highlight vitu kama hivyo, na itakusaidia pia kuona kwamba kuna haja ya kung'ang'ania mtu unayempenda kwa sababu asiyekupenda kwa sababu tu wewe unafanyaje, unampenda. Kwa hiyo hapo sijakupeleka kwa huyo mtu anayekupenda ambaye wewe umpendi, ila nimetaka kwanza uanze kujifanyia kazi wewe mwenyewe. Anza kujipenda wewe mwenyewe. Hii itakusaidia sana. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, fanya maamuzi. Hiki ndio kitu ambacho kimewafanya watu wengi sana wastaki katika mahusiano. Wanaona tatizo lipo, hawataki kufanya maamuzi sahihi. Sasa la kwanza nimekwambia kujipenda, na la pili fanya maamuzi. Unaweza ukajipenda lakini ukawa unakosa ujasiri wa kufanya maamuzi. Sawa sawa. Na hapa sizungumzii maamuzi tu ya kumwacha mtu asiyekupenda, bali ni maamuzi pia ya kumpenda ama kujaribu ama kujitahidi ama kujifunza kumpenda mtu anayekupenda ambaye ulikuwa umpendi before. Fanya maamuzi. Na kufanya maamuzi maana yangu kuna vitu viwili vitatu vya kuviangalia kabla hujafanya maamuzi. Kwanza, kujihakikishia maamuzi unayofanya ni sahihi. Je, unafanya maamuzi ya kumwacha mtu unayempenda ile hakupendi, una uhakika kwamba hakupendi? Una uhakika kwamba hamtoweza kufika popote? Una uhakika kwamba anakudanganya? Una uhakika kwamba unajitesa? Ukiwa na uhakika afu ukafanya maamuzi, maana yake utafanya maamuzi ambayo hautayajutia wala hautakaa ukarudi nyuma kwa maamuzi uliweza kuyaamua kumwacha mtu unayempenda kwa sababu ya kupendi. Lakini utakapofanya maamuzi ya kuwa na mtu anayekupenda ambaye wewe haumpendi, maana yake ni nini? Ushafanya research pia, ushajihakikishia kwamba huyu mtu anayenipenda maana yake ni nini? Atanipa ninachotaka, atanifanya nijisikie ninavyopenda kujisikia, atanipa ninachostahili, lakini pia atanipa furaha na amani katika maisha yangu. Kwa hiyo ukilijua hilo, maana yake utayasimamia maamuzi utakayochukua ya kuwa na huyo mtu. Sasa hapo sijazungumzia kwa namna gani unaweza ukajifunza kumpenda yule mtu anayekupenda afu umpendi. Hiyo ni hatua ya pili tu nimeisema, kwamba ya kwanza jipende, ya pili kuwa mkatili katika kufanya maamuzi, kwa sababu utafanya maamuzi katika namna ya kupenda kile kilicho kizuri kwako. Sawa, twende kwenye ya tatu.
Ya tatu, kuwa mtiifu. Sasa nimesema kwa wanawake, sawa, kuwa mtiifu. Kwa nini nakwambia kuwa mtiifu? Mapenzi, leo nataka nikupeni kitu kizuri sana. Mapenzi ama mahusiano yanatengenezwa ama yanajengwa, hayatokei tu. Wakati unajisikia unampenda mtu, yale ni matamanio ama tunasema ni mawazo ya kwamba huyu ninayempenda nadhani atanifanyia 1 2 3 4 5 6. Na ndio maana unaweza ukakuta unatokea kujisikia unampenda mtu alafu baadaye unamchukia baada ya kukosa yale uliodhani utayapata. Sio, ushanielewa? Kwa hiyo kukurupuka kuanza kujisikia unampenda mtu, hayo ni mawazo tu ambayo sio, hayapo katika uhalisia, kwa sababu huwezi kumpenda mtu usiyemjua na wala huwezi kumchukia mtu usifanyaje, usiyemjua. Kwa hiyo jambo la tatu, mtii mwanaume unataka kujifunza kumpenda. Sasa ukimtii, kuna mambo kadhaa yatatokea. Jambo la kwanza, utampa yeye uhuru wa kuwasilisha upendo kwako katika lugha zake tofauti tofauti. Na ukiwa mtiifu, hautaufungua moyo wako katika namna ya unafiki, kwa acha tu nijaribu. No, utaufungua moyo wako katika namna, hebu wacha nifanye hiki kitu. Sasa wakati yeye anaendelea kupalilia yale mapenzi ama ule upendo ama hayo mahusiano yenu, maana yake taratibu na wewe, kwa sababu unajua unachotaka, utaanza kujifunza kuona thamani ya huyu mtu. Narudia tena, mapenzi ama upendo unatengenezwa. Unaweza ukasema no, upendo haujali chochote, upendo unatokea tu, it happen. No, nikwambie mimi hapa. Ndio maana leo unaweza ukasema kuna mtu fulani unasema unampenda sana, lakini hebu fanya research, kwa nini anakuumiza sana? Kwa nini anakuumiza huyo unayesema unampenda? Kwa sababu kuna vitu vimekiingizana katika maamuzi yako uliyofanya ya kuwa na mtu unayempenda. Mtu unayempenda, ama popote palipo na upendo, kuna amani na kuna furaha. Ukiona unampenda sana mtu lakini mmekosa amani, mmekosa furaha, that is not love, that is addictions. Upo addicted na kitu fulani kwa huyo mtu, pengine nafasi yake, pengine mazoea, pengine upo addicted tofauti na unavyofikiri ndio upendo. Hiyo ni athari, yani huo ni ugonjwa. Kumpenda mtu anayekuumiza, asiyekupenda, huo ni ugonjwa, sio mapenzi. Mapenzi tutayakisi pale tunapoona una furaha, una amani, unapendwa, unaheshimiwa, unathaminiwa. Tutapima upendo katika hiyo namna. Kwa sehemu unayokosa hivi vitu, hapo hakuna upendo, hapo kuna maradhi. Yani kuna ile wewe umechanganyikiwa na some effects fulani kutoka kwa wewe mwanaume. Unanifahamu? Kwa hiyo hivi ni vitu vitatu nimekupa, very simple. Jambo la kwanza, jipende. Ukijipenda utajua unahitaji nini. Jambo la pili, fanya maamuzi magumu ya kujua ubaki kwa wewe unayempenda ile hayakupendi, ama uondoke ukampende yule anayekupenda ambaye wewe umpende, na ujifunze kumpenda kutokana na mapokeo yako. Na jambo la tatu liko simple, kuwa mtiifu kwake. Maana ukiwa mtiifu, hauto ignore vitu anavyofanya. Hautoanza kujisikia huyu naye bana, no. Stop kujisikia hivyo na anza kufungua moyo wako, kuwa mtiifu kwake, kumsikiliza na kuishi upendo wake. Trust me, inaweza ikawa ni ngumu mwanzo, lakini nimefanya hii research na kuna wengi nimewapa ushauri, na this time wanawapenda wa watu kwa kiwango kikubwa sana, japo mwanzo waliamini watu wapenda. Na kwa kuwa na huyo mtu umempa hiyo fursa na ukawa mtiifu kwake, kuna vitu vingi utadiscover, utajua ulistahili vitu vikubwa na vitu vizuri ambavyo muda wote ulivikosa kule ulipokuwa unaelekea. Kwa hayo ni mambo matatu makubwa sana nataka kukusaidia wewe kumpenda mtu ambaye ulikuwa umpendi, lakini yeye ndo anakupenda. Na mtu pekee ni mtu pekee ama muhimu wa kuwa naye katika mahusiano ni yule anayekupenda. Ushanifahamu? Ni bora umpate mtu anayekupenda wewe ndio ujifunze kumpenda, kuliko kumpata mtu unayempenda alafu eti umfundishe yeye akupende wewe. That is very hard. Hiyo ni ngumu zaidi, si ndio? Kwa hiyo haya ni mambo matatu ambayo nimekupa wewe, nimekupeni na nyinyi, si ndio? Muweze mkayafanyie kazi. Mapenzi yanauma sana, haswa utakapokosea kuchagua. Tunasema kosea kila kitu katika maisha yako, usikosee kuchagua. Sawa sawa? Kama leo upo na mtu ambaye unampenda sana ila hakupendi, nenda kwenye hatua ya pili, fanya maamuzi magumu. Na kama kuna mtu anakupenda leo hii lakini wewe umpendi, nenda katika hatua ya pili, fanya maamuzi magumu kwa naye, mtihi, na utaona kuna vitu vinabadilika taratibu. Nakwambia mimi, palipo na furaha na amani, upendo uzaliwa. Mimi ni kuage tu, tukutane katika somo linalofuata. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin na hii ni Mbeki TV. Kama bado hujasubscribe, subscribe kwa sababu kuna mengi mazuri yanakujia. Na this time naanza kualika watu kama hivi. Wanakuja ninapotoa somo nao wanajifunza, na baada ya kutoa somo tunapata majadiliano mawili matatu. Tumepata watu wachache wanaotusikiliza, kwanza nawashukuru kwa kuja.
Sehemu yetu ndogo, lakini tunafanya hivyo hivyo na tunaweza kusikilizana. Na wewe pia nakukaribisha studio kwangu, kwenye masomo yangu tunashauriana, tunabadilishana mawili matatu. Hadi wakati mwingine tena, nikuage kwa sasa. Bye bye.